Karibu fuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo hasara kubwa za kibinadamu na uharibifu wa mali zimeripotiwa miongoni mwa raia kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa Ijumaa tarehe 12 Juni mwaka huu na ndege za kivita za jeshi la Kongo katika kituo cha Madegu huko Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini. Na maandamano ya upinzani dhidi ya uwezekano wa mabadiliko ya katiba yamevunjwa Ijumaa hii na vikosi vya usalama karibu na ikulu ya watu Palais du Peuple huko Kinshasa. Risasi zilisikiwa wakati wa vurugu hizo ambapo wapinzani na walijeruhiwa ikiwemo Martin Fayulu. Hujambo. Hasara kubwa za mali na za kibinadamu kwa upande wa raia zimeweza kuripotiwa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na ndege za kivita za jeshi la Kongo katika kituo cha Madegu huko Minembwe Ijumaa hii tarehe 12 Juni mwaka huu. Hali hii ilisababisha hofu kubwa katika eneo hilo. Kwa sasa Minembwe na maeneo jirani yako chini ya udhibiti wa Twirwaneho anayeungwa mkono na AFC M23. Tufuatilie ushuhuda huu kutoka Minembwe. Wakongomani wapenzi, wapendeleo wa nchi ya DRC, leo tuko vendredi tariki 12 ya mwezi wa Juni mwaka wa 2026. Kama mnaona hapa, hii mashimu mnaona hapa ni mashimu zenye avio Sikoi ya FRDC ilikuja kuchimba hapa wakati ilitaka kubombarde population, lakini Mungu akasaidia, hakukuwa maafa ya kupoteza watu ndani ya population. Lakini mkoona vizuri sababu hapa tunazungukiwa na nyumba. Hapa juu kuna nyumba moja ya wakaaji ambayo iliguswa na mafragment ya hii bomu ambayo ilipigwa hapa na jeshi la Kongo FRDC. Yenye liko linasindikizwa kwa sasa na wenzake wa militari wa Burundi na wa milisie wazalendo pamoja na wa mercenaires internationaux. Kwa hiyo sisi tunaomba communauté internationale siendelee kufunga mikono kwa hii maafa makubwa ambayo Tshisekedi iko nafanya kontre wakaji wenyewe wanaishi mho plateau ya Minembwe. Kama mnaiona leo vendredi, sisi jeshi la ARC Armée Révolutionnaire Congolaise Twirwaneho M23, wakati tulisikia hii maafa wakati ilitokea hapa Minembwe, sisi tulijitahidi kuzogelea population kama vile kawaida, tukuje tuangalie ni shida gani ilijitokeza. Tukibaki maeneo hayo, maafisa watatu wa polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliuawa usiku wa Alhamisi 11 hadi Ijumaa 12 Juni na jeshi la Burundi katika maji ya ziwa Tanganyika. Wahanga hao walikuwa kwenye doria katika kisiwa cha Ubware, eneo la Mizimu katika kundi la Ubwari. Wauaji hao walikuwa polisi wa kituo kidogo cha mjini wa Baraka, kulingana na vyanzo mbalimbali na shirika ya raia eneo hilo. Chef Undoso banakufa mumai, walikuwa mupatrouille eskadro yetu ya Baraka. Undoso mnayua vitu gani mweyo? Kimbia tu. Ndio huyo hapa hivi. Kimbia. Eskadro yenyewe ndio hii hapa. Eskadro yenyewe ndio hii hapa hii chefu. Walikuwa mumanye eskadro ya polisi la Kistre. Ndio hii hapa hivi. Na tulituma mitumbu ya bavuvi kule Mugezi kwenda kubeba hii makokota hii, wakati maekipi iliegesha hapa kwetu kutuambia walisikia masasi mingi mumai na hatujue kuko nini. Sie pale kwetu dine, mia chef de village Ibrahim Kitambala Mwesa, niliamua kutuma president wa bavuvi na bakonseye yangu wakapanda mimi na watu wa sekter. Ndio walikuwa wanakokota huo mtumbu hivi. Na sie huku tuko na basoda hawakufanya kazi yoyote. Hiyo ndio kazi tuko hapa komandema Mizimu, ndio hii mtumbu la Kistre hii hapa. Asante sana. Hii ndio habari kwa tuna hivi komande kwa hapa anapenda safiri na hii maiti Baraka. Na kuko mwingine alipigwa masasi aisha shuka kule, aliogotwa na maekipi. Kuko mwingine alipigwa masasi aisha shuka huko Baraka chef. Sawa sana. Filime pale kwa mkono.
Pale kuko na kamba kitafute tu kamba. Si njoo wewe komanda hapa. Ya kwanza. Na atavifanya sasa mzee. Kama nilivyosema awali, vikosi vya usalama vimevunjilia mbali Ijumaa hii maandamano ya upinzani yaliyoandaliwa kupinga uwezekano wa mabadiliko ya katiba. Risasi zilisikiwa karibu na ikulu ya watu ili kuwatawanyisha waandamanaji. Wakati wa vurugu hizo, mpinzani alijeruhiwa, ikiwemo ni pamoja na Martin Fayulu. Wanaharakati wengi pia walijeruhiwa au kulazimika kuondoka eneo hilo. Kwa upande wake, mpinzani alikimbizwa hospitalini baada ya kujeruhiwa. Na mwanaharakati Jacquemain Isongo wa Lucha alishiriki katika maandamano ya upinzani. Anasema kuwa haiwezekani kwamba wale waliokabidhiwa jukumu la kulinda katiba ndio wanaojipa mamlaka ya kuivunja.
Anasema hali hii inahalalisha uhamasishaji wa wananchi dhidi ya mipango inayopingwa ya marekebisho ya katiba. Je m'appelle Jacques Isongo, je suis militant de la lucha. Nous sommes ici sur appel de C64 parce que la lucha est signataire de la déclaration de C64. Et je suis délégué avec tous les amis des autres mouvements citoyens pour défendre notre constitution. Comme en 2015, nous nous unissons avec l'opposition qui souhaite à ce que la constitution soit respectée et ne soit pas jouée. Mais pourquoi vouloir que cette constitution ne change pas pendant que le pouvoir en place montre qu'il y a bien des points qui dérangent, bloquent, selon qui faille toucher cette constitution pour permettre au pays de vivre? Le pays n'est pas bloqué sous son décollage par la constitution. Au contraire, la constitution actuelle exige en fait une orthodoxie, par exemple financière, le détournement des deniers publics, la corruption qui gangrène le pays n'est pas favorisée par cette constitution qu'on veut changer aujourd'hui. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison valable, peu importe ce qu'ils peuvent dire, à la limite on peut quand même accepter des amendements, quelques modifications de certains articles pour peut-être les satisfaire. Mais ici nous comprendrons tous que l'objectif de la majorité au pouvoir, c'est de changer la constitution pour obtenir un troisième mandat, un quatrième, un cinquième, voilà, avoir acquis la présidence à vie. Parce qu'aucune raison, comme je le disais, ne peut justifier en fait, le changement de cette constitution. Et d'ailleurs, à l'époque, quand l'UDPS était dans l'opposition, avec nous dans la rue, nous sommes battus corps et âme pour que cette constitution ne subisse aucune modification. Il est donc inadmissible et incompréhensible qu'aujourd'hui les mêmes personnes qui étaient... Mamlaka ya idara ya fedha ya M23 waliandaa Ijumaa hii tarehe 12 Juni hapa mjini Goma kikao cha kahawa ya kodi ama cafe fiscal ndani ya lugha ya Kifaransa na wafanyabiashara wa jiji hilo. Mkutano huo ulifanyika katika ukumbi wa BDGL na ulikutanisha wadau mbalimbali wa sekta binafsi pamoja na viongozi wa utawala wa M23. Washiriki walijadili kuhusu ukusanyaji wa mapato ya umma, taratibu za malipo ya kodi na mageuzi yanayoendelea katika sekta ya fedha. Tulikuwa kuongea na wachuluzi sababu idea yetu ni kufanya ile dialogue, tubakie tu kunasumburia kila siku na bachuluzi kama beko na mashida na sie tu kuna mashida, tupatane pamoja njuu ya kupata masolution. Mashida ikalake tu kukote ya bachuluzi, mashida inekalaka pia kukote ya baagent ya administration. Susi yetu ilikuwa tuweke pamoja bachuluzi na baagent ya administration juu ya kupata masolution kuma problemi yote yenye tukuna rencontre. Mais également kulikuwa madisposition ya mingi tulibeba, entre autres kuonesha bachuluzi betu ya kama tuna prefere traçabilité ikuye yulu sana. Na mwile nama tunaweka en place ma dispositif entre autres agent wote plutôt mchuluzi wote mwenye anapeleka pesa yake kwa agent afanya nguvu yake yote apate bordereau ya Kadeko, na ile njoo itatusaidia kuya clair entre shie na bachuluzi na madisposition ya mingi tusha kuibeba ndani ya salle. Entre autres tusha kupunguza sana mataksi. Hakuna mataksi za mairie, hakuna mataksi za commune, hakuna mataksi za machefferie. Mataksi zote ziko concentre fashi moya juu ya kuevite kukuya ile tracasserie za mataksi. Na lombi ingine tulibalomba ni kusema tunaweka ku disposition yabo namba moya ile je crois mutatransmettre muko nayo mutatransmettre ku population au cas où il y a problème tracasserie bakuya na facilité ya kuita ile namba
ama kutuma mapreoccupation yabo via WhatsApp, tuone gisi kani tunaweza kuprotege population yetu. Susi yetu ni population yetu ikuye na raha. Sasa vile kunaishi pe économiquement parlant, malgré que les banques en entièreté restent encore fermées, il y a aujourd'hui la présence de la CADECO, mais que notre population y vivre ile climat ya mzuri mkadre ya maafera. Gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini chini ya F23 Bahati Musanga Erasto alipokelewa kwa furaha kubwa na wananchi wa Busumba katika eneo ya Bahunde siku ya 5 tarehe 12 Juni. Katika ziara yake katika eneo hilo la wilaya ya Masisi, kiongozi aliweza kutoa ujumbe wa amani, mshikamano wa kijamii na kuishi pamoja kwa amani kwa wananchi wa eneo hilo. Parcel ndio kwenye nilizaliwaka, lakini mtoto wa hapa nitamkamata sawa jinsi nitakamata mtoto wa Birere, sawa jinsi nitakamata mtoto wa Bunagana, jinsi nitakamata mtoto wa Rubero, jinsi nitakamata mtoto wa Beni na Ituri. Nyie wote, sisi wote tuko watoto ya Kongo. Kabila yetu kuwe Ukongomani, ubwoko bwacu bube Kongo, ubwoko bwacu bube abatuca mama cyakuri. Kuko mwijuru nta bwoko bubaye. Ndabasaba abana b'Ibusumba, abantu bose bari hano, batu yote benye bako hapa, muite abo babiyana benye bako nakimbia kunyuma mu mapori. Nilifika Kashuga kuko mwenye litoka mpoli, bara abantu bari inyuma bari kurya amadepo. Nta munyu bagira, abantu bari kwitwa ngo n'abasirikare bari kurya amadepo, usibye kuza kuvumura amabotiki kivuye n'impati no kwibinka, nta kindi kintu bafite, bariho mu buzima buteye ubwoba. None bara abasore kwari barumuna bacu, twe uyu munsi turire, dufite ibyo kurya, dufite ibyo kugabura, tubaha imyenda. Umusirikare wacu yambara hasi kugera ku mutwe, noneho tukarushaho tukanabahemba tubagaburira. Bava muri ara amashamba bakareka kugwa mu mashamba bari kurukamana n'intera. Mwambie bandugu zetu benye bako munyatura, benye bako mu mai mai, bakuje ni baroko zetu, ni bakubwa zetu, bakuje tujenge nchi. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hiyo kutoka Masisi tutakomesha taarifa habari iliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunakushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho, tukutane mwanzoni mwa wiki kwa habari zingine.